Katika wiki iliyopita na mapema hii leo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema alitaka kuchangia katika uteuzi wa kiongozi mpya mkuu wa Irani, ingawa aliashiria kwamba angekuwa wazi kwa mtu anayehusishwa na uongozi wa zamani kuchukua madaraka. Alipinga peupe mtu huyo kuwa Mojtaba Khamenei, ambaye amethibitishwa tu kuwa mrithi wa baba yake. Mtoto wa Khamenei simkubali, Trump alisema mapema wiki hii, na saa chache tu zilizopita alisema kwamba bila idhini yake yoyote atakayechukua nafasi hiyo hatadumu kwa muda mrefu. Israeli ilitoa onyo kabla mtoto wa pili wa Khamenei kuthibitishwa kuwa kiongozi mkuu mpya, ikisema kwamba itaendelea kufuatilia kila mrithi wa marehemu Ayatollah. Mjumbe maalum wa serikali ya China anayeshughulikia masuala ya Mashariki ya Kati, Zhao Jun, ametembelea Saudi Arabia kama sehemu ya upatanishaji wake kutokana na vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, akisema Beijing iko tayari kushirikiana na Riyadh katika juhudi endelevu za kudumisha amani na utulivu katika eneo la Ghuba. Zhao amesema alieleza China kama rafiki mzuri wa mshirika wa Saudi Arabia. Anafanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud na katibu mkuu wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba yani GCC Jassim Al Budaiwi katika mkutano wa mwanamfalme Faisal siku ya Jumatatu. Zhao alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu mvutano wa sasa katika eneo hilo na akasema kwamba uhuru, usalama na uadilifu wa eneo la mataifa ya Ghuba haupaswi kukiukwa, na shambulio lolote dhidi ya raia wasio na hatia linapaswa kulaaniwa. Zhao pia alirejesha wito wa Beijing wa kusitishwa mara moja kwa shughuli za kijeshi.